makundi manne chanya yaliyomsindikiza Yesu, na haya ndiyo yanaleta faraja na nguvu na amani na uchangamfu, na yenyewe yanatupa mafundisho na yanatualikeni tuyaige. Kundi la kwanza chanya linawakilishwa na Simoni wa Kirene. Tumwige kwa kumsaidia Yesu msalaba wake. Kundi la pili linawakilishwa na mnyang'anyi. Mwigeni yule mnyang'anyi makini aliyesulubiwa pamoja na Yesu, akaweza kutumia fursa vizuri kuungama Mungu wake na kumwomba awe pamoja naye paradisini. Fursa tunapewa mara nyingi, na mara nyingi wanasema fursa huwa zinakuja zimevalia matambara, na wakati ambao utegemei unazidharau, zinapita, na zikisha pita hairudi tena. Hii fursa imekwenda. Fursa hizi ni pale tunapougua au tunapokuwa kufani. Tujitahidi kumwita padre kutoka kinywa chako, sio kutoka kinywa cha wauguzi. Ukwatulaizo tumefero mkuu. Padre nakuja, naleta hiyo sakramenti ya mpako. Nakuiza, eti umeniita. Huwa inatukuta. Nenda, nimekuja nimekusaa sakramenti, umeniita. Mimi sijakuita, nikikuhitaji nitakuita. Basi narudisha sakramenti. Anapoteza hiyo fursa. Huwa sisahau hizo fursa. Basi kama umeenda na ekaristi inabidi uimeze wewe peke yako, uondoke. Unaenda nafika parokiani, unaingia ofisini, unaona mtu amekimbia, anakuja, baba padre, nini wewe ukifikia pengine kila kitu umesahau huko, amekuletea, baba padre, mgonjwa wako amefariki. Mgonjwa wangu? Tangu lini? Yupi? Yule aliyofika kumpa sakramenti akasema akikuhitaji atakuita. Sasa amekufa. Amekufa? Urwa ruboti yafa. Mbwenu yabantu mao umulwayi. Chagamba wewe galanyita amewatuma. Hajatutuma. Sasa mnataka nini? Tunamzikaje? Mseme mnatuliza kwenye changamoto hizo ndugu zangu. Zika hivi hivyo, maana kuhitaji hiyo huduma. Zika hivi hivyo, nenda mzike wenyewe. Alafu nasema mgonjwa wangu, angekuwa mgonjwa wangu angekubali mpe sakramenti, nimpe hiyo huduma. Sasa amekataa. Tusicheze hizo fursa. Kwa hiyo mwalike padre. Bahati nzuri mna namba za simu za mapadre wenu. Tumia simu yako kumwita padre, naomba uje unihudumie, niko kufanya. Au hata kabla kwenda hospitalini, pitia parokiani upate huduma hapo hapo, ndio endelee na safari kwenda hospitalini. Yaani ajabu, wengine wanaofanya hivyo, wanaoanzia parokiani kabla kwenda hospitalini, huwa wanaponea njiani kabla kwenda hospitali, wanageuza usafiri warudi nyumbani. Nimeshuhudia hiyo mwenyewe. Anzia kanisani kabla kwenda kwenye matibabu au safari ya rufaa, upate huduma.
utaponea njiani, urudi kabla kufika kule kwenye vua. Ndio miujiza ya sakramenti halisi za Yesu: mpako wa wagonjwa, kitubio na Ekaristi. Kundi la tatu chanya, igeni ukarimu wa Yosefu wa Arimatea aliyemwomba muuaji mwili wa Yesu, akapewa mwili huo, kisha akauzungazunga katika sanda ya kitani safi na kuzika katika kaburi lake jipya. Jiulize, je, ukarimu wako kwa kanisa ukoje? Je, uko tayari kusadaka urithi wako wa ardhi, urithi wako wa mashamba, mifugo yako, gari lako, sijui mali gani, mapesa yako kwenye akaunti benchini, kwamba haya nimeachia kanisa kwa ajili ya uenezaji wa Injili na maendeleo ya kanisa? Umeshaandika hayo kwenye uso wako? Uso wako umekaaje? Uso wako umekaaje? Kuna mgao wowote kwa kanisa? Hawasikii. Wale sana. Naomba wanaoshukia vipaza sauti wa polisi kusudi watu waweze kujibu maswali yangu. Kundi la 4 chanya linawakilishwa na Maria Magdalena, Maria Salome na Yohane. Waigeni hawa walikuwa watu wa kwanza alfajiri na mapema kuona jiwe limeviringishwa toka kaburini, kuona malaika, na zaidi ya yote kumwona Yesu mwenyewe mfufuka mubashara. Jifunze kuwahi misa, ibada na maadhimisho mengineyo ili ubahatike kujinyakulia baraka tele. Tuendelee kujiuliza maswali mawili. Kwanza, jiulize, wewe unajihesabu katika kundi gani? Kundi hasi au kundi chanya? Wewe kama Mkristo na mfuasi wa Yesu, au kwa makundi mawili huku na kule, kigoigeu, ueleweki? Pili, je, uko mbichi, uko kijana, hata kama umezeeka, kijana kiimani na mchangamfu katika kumshuhudia Kristo, au umenyauka, umezeeka ingawa uko kijana na kufa kiimani? Wewe uko tu kwenye kuangalia michezo, mipira, video na mengine, wakati ibada ni Dominika inaendelea, uko kwenye kubeti. Uko ni kuzeeka kiimani. Hata kama una umri wa miaka 13, 14, umeshazeeka. Napotangulizwa mambo ya burudani, mambo ya pombe, mambo ya kubeti, mambo ya michezo, ya maigizo, wakati maadhimisho, misa, ibada zinaendelea, umezeeka kiimani. Kumbuka, imani bila matendo imekufa, kama vile mwili bila roho
umekufa. Soma barua ya Mtakatifu Yakobo mtume sura ya 2 aya 17. Niwatakieni Juma Kuu, Juma takatifu jema lenye wingi wa baraka. Kristo